Historia fupi ya siku ya mtoto wa Afrika. Kila mwaka, tarehe 16 Juni, nchi mbalimbali barani Afrika, ikiwemo Tanzania, huadhimisha siku ya mtoto wa Afrika kwa lengo la kutambua na kulinda haki za watoto, pamoja na kuhamasisha jamii kuhakikisha watoto wanapata malezi, elimu, afya na ulinzi stahiki. Maadhimisho haya yalianza kufuatia tukio la kihistoria la mwaka 1976 katika eneo la Soweto nchini South Africa, ambapo maelfu ya wanafunzi walifanya maandamano wakidai haki yao ya kupata elimu bora. Wakati wa maandamano hayo, watoto wengi walijeruhiwa na wengine kupoteza maisha. Kutokana na tukio hilo, mwaka 1991, Organization of African Unity, sasa African Union, ilitangaza tarehe 16 Juni kuwa siku ya mtoto wa Afrika ili kuenzi watoto hao na kuendelea kutetea haki za watoto wote barani Afrika. Kwa mwaka 2026, Tanzania inaadhimisha siku hii kwa kauli mbiu isemayo, mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Kauli mbiu hii inasisitiza umuhimu wa malezi bora ya watoto katika kujenga familia zenye maadili mema na hatimaye taifa lenye maendeleo, amani na ustawi. Siku hii hutumika kama fursa ya kutathmini mafanikio na changamoto zinazohusu ustawi wa watoto, huku wadau mbalimbali wakihamasishwa kushiriki kikamilifu katika kuhakikisha kila mtoto anapata haki zake za msingi na mazingira salama ya kukua na kufikia ndoto zake. Katika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, Halmashauri ya Manispaa ya Geita imeendelea kuonyesha dhamira thabiti katika kulinda na kuendeleza ustawi wa mtoto kwa kutekeleza kwa vitendo mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto MTAKUWA awamu ya pili wa mwaka 2024-2025 hadi 2028-2029. Juhudi hizo zimejikita katika kuimarisha mifumo ya ulinzi wa mtoto, ikiwemo kuanzisha na kuendeleza mabaraza ya watoto 78 katika ngazi ya mitaa na mabaraza 13 katika ngazi ya kata, ambayo yanatoa fursa kwa watoto kushiriki katika masuala yanayohusu ustawi na maendeleo yao. Kupitia makala hii maalum, tunakuletea simulizi zinazowahusisha wananchi pamoja na mmoja wa wanufaika wa huduma zinazotolewa na Halmashauri ya Manispaa ya Geita kwa watoto wanaoishi katika mazingira magumu, ili kuonyesha namna ambavyo juhudi hizi zimeendelea kugusa maisha ya watoto na kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Huyu ni Nchama Masuke Masanja, binti aliyekuwa akiishi katika mazingira magumu na aliamua kufika ofisi za Halmashauri ya Manispaa ya Geita akiwa na shemeji yake. Hapa alielezea namna alivyohangaika na mwisho kupatiwa msaada wa masomo, ambapo kwa sasa anaendelea vyema. Kwa majina naitwa Nchama Masuke Masanja. Nina umri wa miaka 19. Nilizaliwa Bariadi. Ni mlemavu ambaye natembelea mguu mmoja. Kutokana na kuishi katika mazingira magumu huko Bariadi, niliamua kuja kukaa hapa Geita kwa shemeji yangu. Nikiwa kama binti, ninazo ndoto ambazo natamani kuja kuzitimiza. Kwa kushirikiana na shemeji yangu, tulifika katika ofisi ya mkurugenzi
halmashauri ya manispaa ya Geita kwa ajili ya kupata msaada. Nimeweza kupata elimu ya sekondari na mahitaji mengine ya msingi. Kila mmoja kuishi katika ndoto yake. Ndoto yangu siku moja kuwa daktari. Kwa upande wake, Francis John Kagina, mwananchi wa Geita, yeye ameeleza na kutoa ushauri kwa wazazi wa kike wanaowatelekeza watoto katika familia zao na kusababisha ongezeko la watoto wa mtaani. Naomba niongelee kuhusu maongezeko ya watoto wa mtaani. Chanzo kikubwa kinachosababisha tunapata watoto ambao wanakuwa ni wa mtaani. Mtaa hujawahi kuzaa mtoto. Watoto tunawazaa sisi wenyewe, lakini watoto wanatelekezwa na wazazi upande wa kina mama. Akishakaa na wewe ndani ya muda mfupi mmepata watoto wawili watatu, anakuja kukimbia, anakubakishia watoto. Wale watoto, mwanaume kama mwanaume, huwezi kufanya kazi ya kulea watoto huku unaenda kuwaangalia na kuwachunguza kwamba uwaendo vipi ili wakae katika maadili. Kwa hiyo maadili yanapobomoka ni kwamba yule mama anapokuwa ametoka na anachika kwenye ndoa. Kwa hiyo moja kwa moja ina maana baki kwamba familia imebaki pungufu. Na wakina mama ndio chanzo kikubwa cha kuvunja ndoa, wanakimbia, wanatelekeza watoto. Wanapotelekeza watoto wanakuwa ndo wale tunaoita machokola, watoto wa mitaani. Ushauri wangu ni kwamba wakina mama wajitahidi sana kukaa kwenye miji yao ili kusudi familia iwe bora. Mwanamke anapokaa kwenye familia yake utapata mtoto mwenye elimu mle. Mama anapokuwa ni yupo nyumbani atakuja atakula hivyo. Na huyu ni mwanamama mjasiriamali Elizabeth Kaunda Mkama. Yeye amezungumzia swala zima la malezi kushuka, huku lawama kubwa akizielekeza kwa jamii kutoruhusu watoto kupewa adhabu au kukanywa na mtu asiye mzazi wake. Nikiwa kama mfanyabiashara, lakini pia mimi ni mama, naomba kuzungumzia swala la malezi kulingana yalivyoporomoka kwa wakati huu tulionao. Enzi zetu, wakati sisi tunakuwa, wakati mimi nakuwa kwa umri huu, mtoto akifanya kosa, amefanya kosa, amekutwa na mzazi kule njiani anafanya kosa, yule mzazi atamuita, yule mzazi atamuadhibu, mtoto atatoka pale mpaka nyumbani, na akifika nyumbani haongei kitu. Yule mzazi aliyemwadhibu atakuja mpaka nyumbani, ataeleza kwamba mtoto amefanya 1, 2, 3, na mzazi naye vile vile atamuadhibu kulingana na lile kosa. Lakini leo hii ukiadhibu mtoto wa jirani inakuwa ni shida. Kwanza utashikwa uchawi, mara mtoto ataugua, mara hapo utapelekwa polisi. Sasa wazazi wenzangu, ninavyowaomba, naomba turudi enzi za zamani kupitia maadhimisho haya ya mtoto Afrika. Nilikuwa na washauri wazazi wenzangu, jamii yote kwa ujumla, tulee watoto, yani ule mtoto kama unalea mtoto wako, mtoto wa jirani awe kama mtoto wako. Usibague, na wewe utakayekuta mtoto wako amefanywa kitendo kwamba amechapwa na jirani, usichukie. Wote tutakuwa kitu kimoja. Naye Bwana Clement Rushina ameongelea namna ambavyo anachukizwa na vijana wengi waliojiingiza kwenye makundi yasiyo salama, ikiwemo uvaaji wa nguo fupi kwa mabinti na uvutaji wa bangi kwa vijana. Watoto wawe na heshima kubwa kuanzia mavazi. Wanavaa mavazi ambayo hayapendezi, wanavaa vimini. Watoto wa kiume nao wanavaa mlegezo ambao haufurahishi kabisa dunia hii. Changamoto ya watoto wa mtaani, mimi naona kwa ajili ya makundi wanaungana na uvutaji wa bange mitaani. Wanapokuwa wanavuta bange, halafu ndio wanaungana kikundi, ndipo wanaanza kuharibika na kuchomoa vitu cha mitaani. Unakuta kakuku kameenda kanini. Asanteni sana kwa kufuatilia makala hii maalumu kuhusu siku ya mtoto wa Afrika. Na mwisho, halmashauri tunatamani kuona mtoto wa Kitanzania analindwa, anapewa haki zake za msingi,
anaishi katika misingi ya kimaadili na kupata malezi chanya katika familia. Aidha, tunasisitiza kwamba ulinzi wa watoto wetu ni jukumu letu sote.